Wakati tukisitisha shughuli za bunge asubuhi, nilikuwa nimesoma majina kadhaa ya wabunge watakaochangia kuhusu hoja ya kamati ya nishati na madini na hoja ya kamati ya miundombinu. Waheshimiwa wabunge, pia kabla sijaahirisha bunge saa 7 mchana, nilipata taarifa kutoka kwa Mheshimiwa Zitto Kabwe akitoa maelezo kwenye hii taarifa aliyoitoa kwamba anataka kueleza bunge kwamba kuna jambo la haki za bunge kwa mujibu wa kanuni ya 51, na kanuni ya 51 kimsingi inamtaka mheshimiwa mbunge yeyote ambaye anaona kuna jambo la haki za bunge kuweza kutumia kanuni ya 60 kusimama au kumtaarifu Spika juu ya jambo hilo analotaka kulizungumza. Katika ujumbe huu wa Mheshimiwa Zitto ameeleza kuhusu haki za bunge na kwamba kwa mujibu wa notisi hii aliyotupa, kwa mujibu wa sheria ya kinga na haki za bunge, sheria namba 3 ya mwaka 88 sehemu ya 12 na 13. Kwa hivyo nitampa nafasi Mheshimiwa Zitto, kwa mujibu wa kanuni zetu zinataka jambo kama hilo likiwepo lazima mtu apewe nafasi. Kwa hiyo nitampa nafasi ya kueleza jambo hilo, alafu kanuni ya 51 itatuongoza. Mheshimiwa Zitto. Mheshimiwa Naibu Spika, nakushukuru kwa kunipa nafasi ya kuleta na kuwasilisha bungeni jambo linalohusu haki za bunge kwa mujibu wa kanuni ya 51, kanuni ndogo ya 51(1) mpaka 51(4). Mheshimiwa Spika, Naibu Spika, jambo hilo linahusu mamlaka ya Jeshi la Polisi kukamata waheshimiwa wa bunge wakati mikutano ya bunge inaendelea. Mheshimiwa Naibu Spika, unafahamu kwamba kwa mujibu wa sheria ya kinga, madaraka na haki za bunge, sheria hiyo imezuia mbunge yeyote kukamatwa ndani ya viunga vya bunge isipokuwa tu kwa ruhusa ambayo imetolewa na Mheshimiwa Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na sio hivyo tu Mheshimiwa Spika, leo mchana nimekwenda maktaba ya bunge kuangalia practice za mabunge mengine ya Jumuiya ya Madola. Kama unavyofahamu ya kwamba licha ya kuongozwa na katiba, sheria, kanuni za bunge na maamuzi ya maspika, pia bunge letu kama sehemu ya Jumuiya ya Madola inaongozwa kwa taratibu za Jumuiya ya Madola na maamuzi ambayo yamefanywa na mabunge mengine ya Jumuiya ya Madola. Na hapa mezani kwangu ninacho kitabu cha Erskine May ambacho ndio msahafu wa taratibu za mabunge, na imeeleza katika sehemu yake ya 14 kuhusiana na criminal law and statutory detention, house to be informed of arrests. Kitabu hiki kinafafanua na kimetoa mifano dhahiri ya mabunge mbalimbali ya majumuiya ya madola, taratibu gani ambazo zinatumika pale ambapo mbunge anapotakiwa na mamlaka zingine kwa ajili ya kukamatwa. Sasa Mheshimiwa Spika, tuna matukio kadhaa hapa ambayo yametokea. Tukio la kwanza la mbunge wa Arusha mjini. Alikuja bungeni akashiriki kwenye shughuli za bunge, lakini alivyotoka akakamatwa, akaenda kushtakiwa kwa taratibu za sheria kabisa. Lakini mpaka leo hivi tunavyozungumza, bunge lako halina taarifa yoyote kama ukamatwaji wake ulifuata
taratibu ambazo zimeelezwa na sheria yetu ya kinga na madaraka ya bunge na desturi za mabunge ya Jumuiya ya Madola. Lakini pili, taratibu za mabunge zinaeleza kwamba hata kama mbunge amekamatwa kokote kule kwa kosa lolote lile, baada ya kuwa amekamatwa, mamlaka zilizomkamata ama hakimu au jeshi la polisi wanapaswa kutoa taarifa ya maandishi kwa bunge, na taarifa ile spika wa bunge aisome ndani ya bunge kuwataarifu wa bunge ni kwa nini mbunge mwenzao hayupo kwenye shughuli za bunge. Mpaka leo tunapozungumza, Mheshimiwa Naibu Spika, hakuna taarifa yoyote ambayo imetolewa kwa ajili ya mbunge wa Arusha mjini ndugu Godbless Lema, ambaye mpaka sasa bado yupo mahabusu akiendelea na kesi yake ambayo inaendelea. Lakini pili, tuna mbunge ambaye amefungwa, Mheshimiwa Naibu Spika, amehukumiwa kifungo cha miezi 6 jela. Kwa taratibu na desturi za mabunge ya Jumuiya ya Madola, ilipaswa hakimu atoe taarifa rasmi kwa spika wa bunge kumjulisha spika wa bunge. Mheshimiwa Spika, kwa sababu matukio hayo yote ya nyuma hakuna hatua zozote ambazo bunge lako limechukua kuhakikisha sheria ya kinga, haki na madaraka ya bunge imetekelezwa, jeshi la polisi sasa limeona hiyo ni kawaida. Na jana mbunge wa Singida Mashariki akitoka nje ya geti la bunge amekamatwa, na mimi personally nilimpigia simu Mheshimiwa Spika kumuuliza, umepata taarifa za Mheshimiwa Tundu Lissu kukamatwa? Akasema wewe ndio unaniambia. Kwa maana hiyo ni kwamba Mheshimiwa Tundu Lissu alikamatwa bila sio tu approval ya spika wa bunge, angalau hata kumwandikia SMS spika wa bunge kwamba tunamkamata mbunge wako. Ni dharau kubwa sana kwa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Spika, mihimili yote ya dola inalinda hadhi yake kwa wivu wa hali ya juu. Muhimili wetu wa bunge umechezewa mno na hauchukui hatua zozote za kulinda hadhi yake. Leo ninapozungumza hapa, Mheshimiwa Spika, mimi polisi wananisubiri hapo nje. Nimetumia tu privilege ya bunge, sijatoka nje ya geti sababu hawawezi kuingia kwenye precinct ya bunge, lakini najua nitakapotoka watanikamata. Niko tayari wanikamate, lakini taarifa hii iweze kufahamika kwamba angalau basi wewe kwenye kiti hicho upate taarifa, ili kuweza kuhakikisha ya kwamba taratibu zote zinaweza zikatakiwa. Sasa Mheshimiwa Naibu Spika, baada ya maelezo yote haya ya awali, jambo hili kwa sababu linahusu haki za bunge, ni jambo ambalo linapaswa kujadiliwa na kutolewa resolution ya bunge. Na niwaombe wabunge wenzangu, kama jana nilivyosema, huu ni mtego wa panya. Leo watakamatwa wabunge wa upande huu kushoto kwako, kesho lakini sio kwamba haya ni mambo mapya. Huko nyuma tumeshakuwa na mbunge wa Mbarali alikamatwa. Bahati nzuri Spika Anna Makinda alikuwa analinda hadhi ya bunge kwa namna yoyote ile, aliondolewa bunge. Alikamatwa mbunge wa Nzega kipindi kile, kabla Nzega haijagawanywa, Dr. Hamis Kigwangala. Ilifanyika intervention na hakulala polisi, aliondolewa, na alikuwa jimboni wala hakuwa Dodoma. Hii sasa ni kwamba wabunge wanakuja kunyakuliwa Dodoma, bunge likiwa linaendelea. Kwa hiyo Uingereza mwaka 2011 kutokea jambo kama hili, ikaenda hoja kama hii ndani ya bunge,
bunge likapitisha resolution kwamba linawekea nguvu sheria yake ya kinga, haki na madaraka ya bunge, kwamba mbunge yeyote atakapokuwa anataka kukamatwa kwa makosa yoyote, ni lazima mamlaka za ukamataji zipate baraka ya spika wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa heshima wa bunge, hii jambo linatuhusu sisi wote hapa bila kujali vyama. Kwa naomba nitoe hoja kwamba bunge hili liazimie kutilia nguvu sheria ya haki, kinga na madaraka ya bunge. Mheshimiwa Zitto, kabla hujamalizia, maana naona unasema unataka kutoa hoja. Kanuni ya 51(3) ni mpaka mimi nikishaongea ndio utaruhusiwa aidha utoe hoja ama tutaendelea na utaratibu mwingine. Malizia maelezo yako. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa mujibu wa kanuni ya 51(3) naomba sasa utoe maelezo yako. Waheshimiwa wabunge, kama nilivyotoa maelezo kuhusu taarifa ya Mheshimiwa Zitto na kwamba alikuwa amesema angetaka kueleza kuhusu haki za bunge kwa mujibu wa kanuni ya 51, sitayarudia yote isipokuwa kwa ufupi ili kuweza kuyaweka vizuri maelezo nitakayoyatoa. Mheshimiwa Zitto ameeleza kuhusu mamlaka ya jeshi la polisi kukamata wabunge wakati wakiwa kwenye shughuli za bunge ama wakati wakifanya shughuli za bunge ama wakati shughuli za bunge zikiendelea. Na ametoa maelezo kwamba ukiangalia kwa ujumla uendeshaji wa bunge katika Jumuiya ya Madola ni kwamba spika lazima apate taarifa ama spika ndiye ambaye anatakiwa kutoa ruhusa kabla mbunge hajakamatwa. Ameeleza pia, japokuwa wakati wa maelezo yake hajatueleza ni kifungu gani, lakini ametupeleka kwenye sheria ya haki na madaraka ya bunge. Wakati akieleza hayo, ametoa mifano ya wabunge mbalimbali ambao wamepata tabu. Amemwelezea Mheshimiwa Godbless Lema, akamwelezea Mheshimiwa Peter Lijualikali. Mheshimiwa Godbless Lema, kwa mujibu wa taarifa aliyoitoa, ni kwamba alikamatwa akiwa anatoka bungeni na mpaka leo hajaweza kutoka kifungoni. Lakini pia ametoa maelezo kuhusu Mheshimiwa Peter Lijualikali akisema kwamba amefungwa kifungo cha miezi 6, lakini kwa mujibu wa taarifa alizozisoma kuhusu uendeshaji wa mabunge katika Jumuiya ya Madola ni kwamba hakimu alipaswa atoe taarifa kwa spika na spika aje atoe taarifa bungeni kuhusu Mheshimiwa Godbless Lema, lakini pia kuhusu Mheshimiwa Lijualikali. Katika maelezo yake, Mheshimiwa Zitto ameeleza kwamba kwa kuwa hayo matukio mawili yalipotokea, bunge halikuchukua hatua yoyote, na kwa hivyo polisi wameendelea na vitendo hivyo, ikiwa ni pamoja na kumkamata Mheshimiwa Tundu Lissu jana tarehe 6 Februari. Na ameeleza pia wakati akimalizia maelezo yake kwamba hata yeye anazo taarifa kwamba na yeye atakapotoka leo atakamatwa, maana yake atakapotoka nje ya maeneo ya bunge. Waheshimiwa wabunge, sheria tulionayo sisi ili tuweze kupata mwelekeo wa pamoja, kanuni ya 5 inaeleza hivi, nitasoma fasili ya kwanza. Katika kutekeleza majukumu yake yaliyotajwa katika ibara ya 84 ya katiba, spika ataongozwa na kanuni hizi, na pale ambapo kanuni hazikutoa mwongozo, basi spika atafanya kazi kwa kuzingatia katiba, sheria nyingine za nchi, kanuni nyingine zilizopo, maamuzi ya awali ya maspika wa bunge pamoja na mila na desturi za mabunge mengine
yenye utaratibu wa kibunge unaofanana na utaratibu wa bunge la Tanzania. Waheshimiwa wabunge, pale ambapo kanuni zinatoa maelekezo ya nini cha kufanya, tutazitumia kanuni. Pale ambapo kanuni hazina jambo la moja kwa moja namna ya kufanya, basi tutatumia utaratibu aliotoa maelezo Mheshimiwa Zitto. Baada ya kusema hayo, waheshimiwa wabunge, sheria yetu ya haki na madaraka ya bunge kifungu cha 12 na kifungu cha 13, lakini pia kuna kifungu cha 6, cha 7 na cha 8. Ukivisoma hivi vyote kwa pamoja, vitakupa maelezo ni katika maeneo gani ambayo mbunge hataweza kukamatwa, wala Mheshimiwa Spika hata wangemtaarifu hawataweza kumkamata. Sasa maelezo kwa ujumla, kwa sababu sheria hii pamoja na kwamba iko Kiingereza, sina haja ya kuisoma, iko wazi na wote naamini tunazo. Ukisoma kifungu cha 12 kinaongelea kuhusu mambo ya madai ama kesi za madai, si kesi nyinginezo. Sasa katika maelezo yote aliyoyatoa Mheshimiwa Zitto, mimi niseme wazi, kiti kimemwelewa, na kwa ujumla wote, si kwamba kiti kwa namna yoyote kinafurahia ama mbunge akipata tabu, lakini mbunge atakapokuwa amekamatwa kwa kosa ambalo sio la madai, Spika kupewa taarifa kwa mujibu wa namna mabunge mengine yanavyoendesha taratibu zao za kwetu sisi. Kwa kuwa tunayo sheria inayosema hivyo, basi tutafuata utaratibu ulioko kwenye sheria. Makosa ambayo si ya madai, Spika kupewa taarifa, sawa, ni utaratibu mzuri, lakini asipopewa haimaanishi mbunge hatokamatwa kwa kosa ambalo si la madai. Makosa ya madai ndiyo ambayo sheria hii inayaongelea, na kwamba lazima Spika kwa namna moja ama nyingine itolewe taarifa. Kwa sababu hiyo, Mheshimiwa Lima, naomba ukae. Kwa sababu hiyo, waheshimiwa wabunge, kanuni ya 51 inayoeleza kuhusu masuala yanayohusu haki za bunge, na fasili, ukiisoma fasili ya 3 inasema hivi: endapo Spika ataamua kwamba jambo hilo linahusu haki za bunge, basi atampa nafasi mbunge husika kutoa hoja yake, kisha hoja hiyo itapewa kipaumbele katika kupanga shughuli nyingine zote za kikao kinachofuata. Sawa, katika utaratibu unaendelea sasa. Fasili inayofuata ya 4, lakini fasili ya 3 inanipa mimi maelekezo kwamba nikishajiridhisha kama hoja iliyotolewa ni ya kuhusu haki za bunge, basi nitaitoa hoja hiyo, ili ningempa nafasi sasa Mheshimiwa Zitto atoe hoja ili bunge lijadili. Sasa kwa maelezo niliyotoa kwa mujibu wa sheria yetu tulionayo kwamba inahusu makosa. Mheshimiwa Lima, tafadhali, nimesimama, naomba ukae. Mheshimiwa Lima, naomba ukae. Sasa naomba ukae Mheshimiwa Lima, nimesimama. Kwa hivyo waheshimiwa wabunge, baada ya maelezo hayo na kwa kutumia hii kanuni ya 51, sitaitoa hiyo hoja ili iamuliwe wala kujadiliwa na bunge, kwa sababu swala lenyewe linalotaka kujadiliwa halihusu mambo ya makosa ya madai. Baada ya kusema hayo, tutaendelea.